بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله leo tunaanza na sura mpya, surati Rum. Surati Rum ni sura imeshuka Makkah hii, na dalili kutokana na aya za mwanzo tunajua kwamba sura makia, na kisa kuitwa surati Rum kwa sababu aya tunaanza baada alif lam mim ghulibatir rum. Baada alif lam mim Warumi wameshindwa. Labda tuelezee kisa kidogo kabla hajasoma hizi aya, kwamba siku zinaposhuka hizi aya tunafahamishwa na yale yanotokezea nje ya Makkah. Mwenyezi Mungu anafahamisha Waislamu waumini waliokuwa Makkah na Makureish washirikina, wanapolinganisha baina yao kama kwamba wanapolinganisha baina Rum na Faris. In comparison between mushrik and mu'min is like the Romans and the Persians. Na kulinganisha hapa kwamba Warumi ni watu asili yao ni manasara walioshushwa kitabu, na Waislamu waliokuwa Makkah walioshushwa kitabu. Makureishi wanaabudu masanamu wala hawana kitabu, na Wafarisi walikuwa wakiabudu moto, Zoroasters, majusi. Hao walikuwa wakiabudu moto, hawana kitabu. Kwa hivyo mfano wao wa baina Rumi na Faris ni kama baina waumini na washirikina. Bila shaka unategemea washirikina wa Makkah watapendelea Warumi wala Faris? Wenye walioshika kitabu, wale kuabudu, wenye kuabudu vitu vyenye viliombwa na Mwenyezi Mungu kama moto au watakuwa upande wa nani? Upande wa Faris. Na waumini watakuwa upande gani? Upande wa Warumi, kwa sababu nini? Nao asili walipewa kitabu na walikuwa wanategemewa kwamba wao wanaposhuka Qur'ani waifuate kwa mujibu wa amri zote vitabu vyao, asili. Kwa hivyo hawa Nasara walikuwa wamepewa kitabu ambacho kitabu chao Injil inaambia tupokuja mtume mpya wafuate. Kwa hivyo sasa palitokezea wakati kabla ya hijra kwa miaka 5 hivi, ilitokezea kwamba Warumi na Wafaris walipigana. Baada ya kupigana, Wafaris wakawashinda Warumi. Alif lam mim ghulibatir rum, wamekhijibiwa na kushindwa katika vita, wakakimbilia Konstantinia kwa wenzao Warumi. Sasa basi, baada ya kushindwa, watu wa Makkah watafanya, watafurahi kwa kushinda Faris dhidi ya nini? Dhidi ya Warumi. Sasa basi Mwenyezi Mungu aliposhusha aya hizi katika Makkah kwa kuwafahamisha, bora tusome hizi aya 2-3, alif lam mim ghulibatir rum, wameshindwa Rum, sio fi adna al-ardh, katika ardhi iliyokuwa karibu kabisa au ardhi iliyokuwa chini kabisa. Adunu udnu ilayya, sogea kwa njoo chini kwa maana zote mbili. Ad-dunya, ad-dunu min ad-dunu, ad-dunya ilikuwa chini. Kwa hivyo hii samaa, mbingu ilikuwa chini mbele ya mbingu zote saba, samaa dunia, sio? Kwa hivyo fi adna al-ardh, ukichukua maana zote mbili za kubali, adna ya ukaribu na adna ilikuwa chini. Ukienda katika ardhi yote, wanasema eneo la Palestina ndio lilipotokezea vita hivi. Eneo hili iko ni the lowest land katika ardhi yote, katika eneo kikampea katika na sea level, eneo lilokuwa chini kabisa ni eneo hili palipotokezea vita hivi baina ya Faris na Warumi. Ghulibatir rum fi adna al-ardh, na ardhi iliyokuwa karibu na Makkah pia ni hiyo, ambao wako Warumi na Faris wakiwa karibu yao, kama si hivyo wako mbali zaidi ndani ya Iran huko na ndani ya nini, nje ya maeneo ya Syria na mpaka Constantinople. Na ukitizama maeneo ya Warumi
yalivyokuwa mbali, lakini wao walikuwa iko katika himaya zao, katika koloni zao, mpaka sehemu za Syria, Falastini, Jordan, ambapo vita wakati wa Umar Khattab, vita vya Ajnadin na vita hivi Qadisiyya huko Faris na Ajnadin na vita vya Yarmouk ndo kabisa iliyoteketeza katika mwaka wa 13 14 Hijri, baada ya kufa kwa Mtume kwa miaka 4 tu. Kwa hivyo ukitazama mwaka 15 ulifika hizi Faris na Rum zote zikaja zikashindwa na Waislamu. Wacha hivyo vita vya Kiislamu, tutizame vita ambavyo vilitokezea katika pahala ambapo karibu na Makka, ilikuwa ambapo vita vilitokezea ni fi adna al-ardh. Kwa hivyo adna al-ardh, katika ardhi ilikuwa karibu, kwa ukaribu. Adna ilikuwa chini kabisa. Tizama jiografia inatuambia nini pahala palipokuwa chini kabisa unapata hii ile eneo la ilipotokezea vita katika Falastini, wanasema, na eneo hili, na hata wanasema kutokana na vita hivi walikimbia mbali, ili nini? Kwa kushindwa kwao. Ukilinganisha vita vidogo vidogo na vita vikubwa kama nchi super powers za wakati wao huo, Amerika na Urusi, zamani ilikuwa ni Rumi na Faris. Yani vita kama hivyo vikitokezea, usitegemee kwamba mtu anaweza kurecover akarudi nguvu zake tena baada ya muda mfupi, kwa sababu vita vinakuwa vikali kila kwa kubwa, na vita vinakuwa vikubwa, na kuteketea na uharibifu na kwa mkubwa. Kuweza kuunga tena wataka miaka mingi. Hebu naambie, katika miaka 7 unaweza kurejesha nguvu zako ukapiga yule aliyekushinda miaka 7 nyuma? Si rahisi. Lakini Mwenyezi Mungu kataka vile. Kasema katika aya hii, ghulibati Rum fi adna al-ardh, katika ardhi iliyokuwa karibu kabisa au katika ardhi iliyokuwa ya chini kabisa. Lakini zaidi imetumika ilikuwa karibu zaidi, kwa sababu kija adna, katika ukiingia mambo ya kisayansi, adna al-ardh inakuja nini? The lowest land, the low land, amongst the lowlands, the lowest land ni pale ambapo kupigana vita. Wewe sayansi inakubali jambo hilo. Ukichukua hiyo maana pili, wa hum, na wao, min ba'di ghalabihim, baada kushindwa kwao, sayaghlibun, watashinda. Hapa aya ina prophesy, this ayah prophesies the defeat of Persians. Sasa wao wameshindwa, na Mwenyezi Mungu anasema min ba'di ghalabihim sayaghlibuna, tena akaweka kiasi cha wakati hasa, na baada ya kushindwa kwao, after their defeat they will get the victory. Sayaghlibun fi bid'i sinin, in a few years, kwa miaka michache. Na qaul bid'a ambayo kwa kizungu wasema few, bid'i kama walivyosema ni kwamba baina 3 na 9. 3 inaingia katika bid'a, 4, 7, 8, 9. Ukifika 10 tena unatoka nje ya bid'a. Sasa basi anasema na wao watashinda fi bid'a sinin. Jambo hili anasema nani hapa? Ni Allah. Anaeleza kwamba unaona vita vilivyotokezea, Makureshi wamefurahi, wanashambulia Waislamu. Haya si alkitabu. Haya tazameni wenzenu walivyoshindwa huko. Tazameni walivyovurugwa. Tazameni Waislamu wanyonge, kwa sababu wanapendelea Warumi na wale wanapendelea Faris. Huyu Manchester, huyu Arsenal, au sio? Umetuhusu sisi. Hata Makureshi pia, kwa sababu wako katika kufuru, wako katika batil, watapendelea. Sasa Waislamu lazima wareact na jambo hili. Lazima walipe, na kwa hivyo hawa alkitabu wataona huruma zaidi, kwa sababu wamelishushiwa haki. Aya za Mwenyezi Mungu zimeshuka kwao, lakini hawajatekeleza kama ipasavyo. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anataka kuwatia furaha Waislamu, akawaambia mimi nitafanya Warumi washinde Farisi ili nyinyi mpate kufurahi. Allahu Akbar. Ndio inakuja hapa neno linofuatia nini? Lillahi al-amr. Jambo lote la Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Lillahi al-amru min qablu, kabla ya kushindwa kwao, hata ikaja ushindi Mafaris kwa wapiga Rumi, wa min ba'du, na baada hapo Wafaris nao walipokuja kushindwa na Warumi wakashinda.
lillahi al-amru min qabl ba'd. Wa yawma idhin, na siku hiyo, wa yawma idhin, na siku hiyo. Siku gani? Siku watapokuja sayaghlibuna, ile ilosema na wao Warumi watafuu min ba'di ghalabihim sayaghlibuna, watashinda Wafarisi. Wa yawma idhin, na siku hiyo ya ushindi patakuwa ushindi wa namna mbili, ushindi wa Rumi kushinda Faris, na siku hiyo hiyo Waislamu watapowashinda washirikina. Wa yawma idhin yafrahu almu'minun, watafurahi waumini binasrillah, kwa nusra Allah. Nasrillah hapa hivi, hal Warumi kuwashinda Faris, hilo moja, ili washinde wala ahli kitabu na Waislamu wapate neno la kusema dhidi ya washirikina, au nasrillahi wa nusur wa Waislamu kuwashinda makafiri. Naam, hivi na hivi katika vita vya Badr. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd, wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah, kwa sababu yansuru man yasha, azimu anamnusuru amtakaye, wa huwa al-aziz, kwa sababu ndio mwenye nguvu zisizoshindikana, anafanya anayotaka Allah. Yansuru man yasha wa huwa al-aziz, lakini nguvu zake zote zinakwenda al-izza ma'a rahma, nguvu zake zote za kuweza kufanya lolote analotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anafanya yote haya, hafanyi kwa jeuri, hafanyi kwa dhulma, kwa sababu kila aliyeumbwa leo akiwa na nguvu anafanya chochote kwa dhulma kwanza kabla ya uadilifu. Ukitaka binadamu akishakuwa yeye ndo tajiri kuliko watu wote, yeye ndo mwenye kucontrol kila kitu, anafanya anachotaka. Akiwa mwenye power, lazima mengine yale anatamani, nataka mimi hivi, au sivyo, hii mimi nataka. Mengine anakuja kwa rehema, mengine anakuja kwa alima pendekezo, kwa sababu moyo wake unataka hivi, itakuwa uharibifu. Mimi nataka hivi, unasema nini? Unalo kusema wewe, sina, basi fanya, au sivyo wala ndio unataka. Lakini Mwenyezi Mungu anafanya yote kwa rehema, al-izzatu war-rahma ma'a ba'd, hupati kwa kiumbe. Lakini unapata wewe, tazama leo simba si mwenye aziz katika jangwa, katika nini, pori, anafanya akitaka kula punda milia anakula, akitaka kula tembo anakula, akitaka kula kifaru anakula, akitaka kula hata akitaka kula chui anakula, akitaka kula nini, mbwa mwitu yote. Naam, na kitaka kumwacha mnyama na mwacha shashiba. Juzi namtazama nyati moja, ndio kwanza anazaa, baada ya muda hata saa haijafika kaanza kunyonya mara moja, katokea simba, mama mtu kakimbia kamwacha mtoto, kamtizama hivi anamgusagusa, kisha kaa chini kama mama mtu, simba huyo. Kasema subhanallah, na yule anakwenda nafikiri mamake anamchizia, anamgonga kitu kwanza kimezaliwa. Wallahi hikma kubwa. Baadaye mama kakimbia, huyo simba kamtazama, kakaa naye, anataka mamake angerudi basi asingelimla. Tazama subhanallah. Halafu baadaye alipoondoka simba yule, akaondoka kidogo kidogo, akapata nguvu pale, kenda akakuta nini, qatia group ya nini, buffaloes. Kenda anakwenda akamwona mtoto ananyonya chini ya mama, akataka kunyonya naye, kampika, anampika kwa kichwa chake, anamuondoa na anazunguka, hataki yule aje, si wake. Wakafahamiana na wengine, wakamfukuza yule, akakimbia, akatoka katika kundi lile, anakimbia, naona mfuata sawa, atakumpiga. Wewe kama mamangu, shangazi langu, unanifukuza. Kakimbia mpaka ona kundi la pili, kaka sije kuona mimi nikafukuzwa kule. Kaka mama mtu subhanallah kajalia, kitazama jicho kama una mwana, alitoa mabio hayo kufika chini yake, kamsogezea na mnyonyesha. Wallahi subhanallah, nimeona hikma kubwa sana Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Subhanallah. Tunafunga darasa leo inshallah. Hii darasa tunarejea tena kesho kwa kuelezea mambo kadha kadha katika masala ya Rum. Hadha wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi